الحمد لله الذي أهدى من شاء إلى طريق الهدى وبين لنا الآداب والأحكام ولم يتركنا سدى وفضلنا بملة الإسلام على سائر الأنام تفضيلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Ndugu zangu watukufu Islam, baada ya kumshukuru Allah na kumtakia ziada rehema na amani kipenzi chetu mtukufu wa daraja Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kwanza kabisa na kuhusieni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kama ninavyohusia nafsi yangu. Na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ni kufuata maamrisho na kuacha makatazo, kwani hawajapata waja wa Allah kuhusiana na kuhimizana katika jambo lilo bora na la muhimu kama katika masala mazima ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zanguni, tunamshukuru Allah kwa kutuwafikisha kufika siku tukufu ya leo, na moja kwa moja kabisa katika maudhui yetu ya leo yatahusu kwamba kilio chetu cha muda mrefu angalau kimesikilizwa ama angalau kimetamatika. Tunamaanisha kwamba ile hali iliyokuwa tukikosa watoto kwa muda mrefu katika madarisi mbalimbali, vipindi vya dini, ikawa watoto hawaislamu hawaendi madrasa na wasio waislamu hawaendi kwenye vipindi vya mafundisho. Lakini sasa hivi toka wiki moja na nusu mbili hizi, tunamshukuru Allah baada ya kauli ya viongozi kustopisha baadhi ama kustopisha michango iliyokuwa ni sababu inayopelekea watoto kubaki saa asubuhi shule mpaka saa 12 jioni ama saa 1, watoto hawa ikawa wanakosa vipindi vya dini. Watoto wa Kiislamu hawahudhurii madrasa na wale wasio kwa Waislamu kuto kuhudhuria vipindi vyao vya mafundisho. Tunamshukuru Allah na Mwenyezi Mungu awaongoze viongozi wetu, awajalie viongozi wetu kwa hili walilolifanya, basi Mwenyezi Mungu awalipe na wajalie kila la kheri katika maisha yao. Malezi ya kitabia, kimaumbile. Allah bado anatuambia kuhusu mzee Luqman, vile vile alimwambia mwanae kwamba wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha inna Allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Anampa mwanae katika makuzi yake atakayokuwa akishakuwa ameshakuwa mtu mzima, akiwa na wadhifa hana wadhifa, ana nafasi hana nafasi kwenye jamii, lakini wala tusair khaddaka linnas, usiwaangalie watu kwa dharau, usiwaangalie watu kwa majigambo, usiwaangalie watu kwa majivuno. Kwa sababu gani? Allah subhanahu wa ta'ala hawapendi watu wenye kujivuna, hawapendi watu wenye majigambo. Na usitembee kwenye ardhi kwa madaha. Aya nyingine kule Allah anasema kwamba tembea kwenye ardhi taratibu. Hata ukitembea kwa midundo aina gani, hutoweza katu hata kuitikisa hii ardhi. Haya ni mambo tunapaswa tokea na watoto wetu kuwaeleza. Haya ndiyo mafundisho ambayo wenzetu waliopita leo Allah ametusajilia kwenye Qur'ani. Tuishi kwenye misingi hii ya kuwalea watoto wetu. Kadhalika at-tarbiyatu jismiyya, malezi ya kiwiliwili. Naweza kumlea mtoto, usimlee mtoto akawa yupo boya boya tu amekuwa, yani yupo tu mtoto. Na ndio maana ukitizama hata Nabii Ibrahim, wakati mtoto wake ameshafikia tayari umri wa kumtuma kwenda hapa na pale,
falamma balagha ma'ahu sa'i qala ya bunayya inni ara fil manam, akampa mtihani huu. Sisi tunawala watoto kiboya boya bila kuwapa mazoezi watoto, bila kuwafundisha watoto kwamba unampenda mtoto lakini anashindwa kujua mihimili yake baina yake na Allah subhanahu wa ta'ala. Fundishe mtoto kufanya mambo ya mazoezi, si kukaba watu kwamba achukue mazoezi ili akakabe watu. Ukiporomosha kwenye mlima huko unakuta kuna wengi asubuhi wanachukua mazoezi. Huenda wengine wanachukua kwa ajili ya afya, Mungu ajalie tuwadhanie kheri. Lakini wengine wanachukua mazoezi kwa ajili ya usiku anakuwa sio katika sisi. Kwa hiyo mfundishe mwanao katika maadili aliyokuwa mema. Kadhalika namba 4, at-tarbiyatul aqliyatul ilmiyya, kumfundisha mtoto yale mambo ya kiakili, kwamba ana ujuzi kiasi gani, akili yake inaweza kufikiri kiasi gani. Naweza ukamuuliza mwanao, mwanangu unatamani labda kwa mfano ukimaliza chuo uwe nani? Ukiwa mkubwa unataka uwe nani? Ukiwa hivi unataka uwe, yani utizame akili yake mtoto, uitizame, ili kama atakutajia kitu ambacho kwamba hakipo sahihi, wewe mzazi itakuwa na jukumu lako kumrudisha katika misingi iliyokuwa sahihi. Mtoto huyu atakuja kukuambia yeye anachotaka awe kama msanii fulani, mtoto huyu awe kama mwanamitindo fulani, na wewe utaridhia kwamba tayari mtoto hapa unamuathiri mapema kisaikolojia, kwamba baba ameridhia mimi nije kuwa msanii, baba ameridhia mimi nije kuwa mwanamitindo, watu kutembea uchi au watu kufanya kadha. Mtoto anakupa kwa sababu kuna vitu, kuna media nyingi anaona mtoto katika mbuga hayo. Kwa hiyo lini ulikaa na mwanao ukajaribu kumuuliza unataka uwe nani? Haya yanatakiwa kwamba kwa walezi na wazazi tuyatambue, walikuwaje wazee wetu, ama walikuwaje waja wema waliotangulia. Tumwangalie Nabii Ibrahim alayhi salatu wasalam. Allah anatuambia kwenye Qur'ani, baada billahi minash rajim, wa waswa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu. Nabii Ibrahim alitoa usia kwa watoto wake, na kadhalika mzee Yakubu, Nabii Yakubu naye alitoa usia kwa watoto wake. Nabii Ibrahim alimwambiaje? Ya bunayya inna Allah astafa lakumud dina, Allah amekuchagulieni dini hii iliyokuwa sahihi. Basi kama ndio hivyo, fala tamutunna illa wa antum muslimun, msife hali ya kuwa nyinyi mmejisalimisha, mmenyenyekea kwa Allah, ni wanyenyekevu wa Uislamu. Watoto wanakuwa na mazingira haya kwamba baba yetu alituhusia kushikamana na dini ya Kiislamu, baba yetu alituhusiana kushikamana na dini ya unyenyekevu ambao ni Uislamu. Kadhalika tukimwangalia mzee Yakubu ama Nabii Yakubu alayhi salatu wasalamu, naye Allah anasema katika surah al-Baqara takriban aya kama 123, am kuntum shuhada idh hadhara Yaqub al-maut. Anawauliza Mayahudi na Manaswara, hivi mlikuwepo nyinyi pindi alipomkuta Yakubu mauti? Msiseme kwamba kujinasibisha kwamba na Yakubu alikuwa kadha, alikuwa hivi. Mlikuwepo, mnatambua usia gani ambao mzee Yakubu aliutoa kwa watoto wake? Idh qala libanihi, pindi alipowaambia watoto wake mzee Yakubu, ma taabuduna min ba'di, hivi mtaabudu kitu gani nyinyi baada ya mimi kuondoka duniani? Baada yangu mtaabudu nini? Mzee anataka kusikiliza watoto wake majibu gani watakaoyatoa muda wa kwamba bado yupo hai, atambua kwamba ameacha kizazi cha aina gani. Mimi na wewe tupo kuacha kizazi ambacho kwamba cha kumwasi Allah. Leo hebu niambie, ni msanii gani ambaye kwamba anaweza kwamba mtoto akajiiga kwamba akawa na maadili mema? Anaweza nje ya ndoa sana ndio msanii bora huyo, anayetembea na wanawake akatangazwa mitaani ndio anayefaa huyo, na ni vijana wa Kiislamu.
Min asafi shadidi, katika balaa kuwa kubwa, utakuta huenda mwezi wa Ramadhani, maskini ya Mungu, au miezi ya kawaida, kwamba wakaandaa mashindano wasome Qur'ani. Hii ni show off. Allah haridhi na ibada kujionyesha. Hebu Allah tupokelee kutokana na ibada matendo tunayotenda. Taarafu ila Allah fi rakhai arifka fi shidda. Tujisogeze kwa Mungu wakati wa shughuli zetu, wa raha zetu, mambo zetu. Allah atatambua wakati wa shida zetu. Leo ni msanii gani kwamba sema huyu mwanangu akimwiga atakuwa ni mzuri? Matokeo yake unakuja kuambiwa Mungu ni mwanamke. Ndiyo matokeo yake. Matokeo yake kuambiwa kwamba huyu amezaa sana na mwanamke fulani kwa kuzini, kwa sababu ana trend sana kwenye mitandao. Ndiyo matokeo yake. Wewe ulimpa nasaha gani, ulimpa usia gani kijana wako? Kama mzee wa Kiislamu, kama bwana wa Kiislamu, ama kijana wa Kiislamu, lini ulikaa na mwanao au na watoto wako ukajaribu kuwashauri katika mawazo, utizame watoto wanaopewa gani, jinsi ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala? Baada ya mzee Yakubu kuambia watoto wake, watakwambia qalu, wakasema na'budu ilahaka, baba yetu sisi tuamwabudu Mola wako, wa ilaha abaika, na Mola wa Mungu wa mababa zako, Ibrahim ambaye ni Nabiullah Ibrahim, Ismail Nabiullah Ismail, na Ishaqa, ilahan wahida, Mungu mmoja tu. Kisha akasema wa nahnu lahu muslimun. Haya ni malezi ambayo anatakiwa kila Muislamu ayatambue kaifia ya kuweza kuishi na watoto wake, anaishi nao katika mazingira gani. Au kuwapenda watoto ni kuwatafutia vile wanavyovipenda. Mtoto kataka kitu fulani, hukukatazwa wala hukuzuiliwa kumpa mwanao kitu ambacho ni kizuri anachokipenda. Lakini je, kitampeleka katika maadili yaliyokuwa sahihi, au kitu hicho itakuwa ni sababu ya kumtoa katika misingi ya dini? Jibu na jukumu unalo wewe mwenyewe. Ndugu zanguni, bado tukimwangalia katika usia wa mzee Luqman, vile vile aliweza kumwambia mwanae kwamba aqimis swala, mwanangu dumisha swala, simamisha swala, wa'mur bil ma'ruf, amrisha mema, wanha 'anil munkar, kataza maovu. Mtoto akikuwa katika makuzi hayo ya kwamba nimeamrishwa kudumu katika ibada ya swala, nimeamrishwa katika kuamrisha mema, akiona jambo ovu linatendeka litamkera, atalikemea, atalisema, amelelewa katika maadili yaliyokuwa mazuri, hata jamii kimwona mtu kimwona huyu aliyozuia ni nani? Ni fulani, ni mtoto wa fulani. Si kwamba ufanye kwa sababu upate sifa usifiwe, bali unafanya kwa kumwandaa kijana wako ama mwanao, watoto wako katika malezi au maadili ambayo Allah subhanahu wa ta'ala fayaje, anayaridhia. Ndugu zanguni, tulikuwa na kilio muda mrefu sana cha kuhusu watoto kubanwa sana mashuleni, na saa nyingine unaweza ukasema kwamba ni ratiba za serikali, japo kwamba inahusika serikali, lakini pia huenda pia ikawa isihusike kwa asilimia zote. Lakini tumeshuhudia baada ya kukatazwa michango tu mbalimbali, alhamdulillah leo watoto tunawapata madrasa. Nalizungumza hili kwa kinywa kipana kwa sababu mmojawapo nilikuwa ni mimi wa kuathirika kwa wanafunzi wetu wa madrasa. Unampata mtoto anakuja madrasa Jumapili mpaka Jumapili, na Jumapili akija madrasa anakuja kuanzia saa 1:30 saa 2 asubuhi, ikifika saa 4 anakuambia ninakwenda shule, kuna mtihani. Na ukimkataza simu ya mzazi itaita, shekhe naomba mruhusu mwanangu ana mtihani. Unatoa ridhaa, ruksa, nenda zako, anakwenda. Ni kitu ambacho kwamba kwa kinatubana na kinatuumiza sana, hususan maustadhi ama walimu wa madarasa mbalimbali. Lakini lilipokuja lengo la kwamba kuzuiwa michango ile ya kutoa kwa sababu watoto tuisheni kitu gani, remedial vitu gani, angalau tumeanza kwa muda wa wiki moja hii na kitu, tunasema alhamdulillah. Kwa kuzuiwa hiyo michango hiyo,
Mwenyezi Mungu awajaze kheri waliosoia hiyo michango. Mtume anasema, man ata ilaikum ma'rufan fakafiuhu, anayekutendeeni wema mnatakiwa kumlipa. Mtu yeyote akikutendea jambo zuri umlipe. Fa illam tajidu, kama huna cha kumlipa, fad'u lahu, muombee dua. Nirejee kwenu wazazi pamoja na waumini kwa ujumla. Watoto wetu walikuwa wanazuiwa sana shule. Tuseme kwamba ili wafaulu vizuri, lakini huenda wewe baba au wewe mama ulisoma shule, unatoka shule saa 8 kamili ama saa 8:30, na uliweza kufanikiwa na ukafaulu mpaka chuo ulifika. Leo kuna watoto wanatoka mpaka saa 1 usiku, magharibi mtoto anatoka shule, mgongoni amebeba begi lisilopungua kilo 15 mpaka 25, mtoto wa miaka 9, 10 mpaka 12. Kila siku mtoto huyu tunamdumaza kiasi gani? Makaunta buku yamejazana mgongoni. Huenda kuna masomo wala hayasomwi. Ni kwa nini isiyo kwamba inatoka ratiba kwamba kesho masomo ni masomo 3 4, mtoto akawa anabeba daftari anayobeba kwenda nayo shule? Tunawadumaza watoto wetu migongo kwa kuwabebesha mizigo kila siku iendayo kwa Allah. Ni watu gani msiokuwa na huruma na kizazi cha sasa? Si mzazi wala si walezi wala si viongozi, wote ni mashahidi. Mtoto wako anatoka asubuhi anakwenda shule, darasa la 3, darasa la 4, la 5 mpaka la 7, sikwambii kwenda form 1 mpaka form 4 huko. Mtoto anabeba begi, ameinama, mgongo umevimba namna hii. Haya, mtoto huyu niambie baada ya miaka 10, 15 atakuwa ni kama vile unavyotarajia tena? Tunatengezewa picha gani? Tunapaswa tuzungumze, tuliseme. Tukisikiwa tusikiwe, hatukusikiwa ni wajibu wetu sisi kwamba kusema. Hatuwezi kuyanyamazia mambo kwamba kuna mtoto wa mwenzako kabebeshwa mzigo wa kilo 15 kila siku ya Mungu, kwenda na kurudi. Mtoto huyu masomo shule amemchosha kwa kumweka muda mrefu, na kadhalika amechoshwa na mzigo wa kubeba muda mrefu kwenda na kurudi kila siku. Na huenda maskini ya Mungu kuna wale ambao hata hawapandi magari, wanakwenda kwa miguu. Viongozi mko wapi msiokuwa na huruma na watu mnaoongoza? Nyinyi viongozi mtakuwa na dhuluma kubwa na mtakwenda kuhukumiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa hili. Kwa sababu wewe kiongozi, wakati unasoma shule hujabebeshwa mzigo kama huu hata mara moja. Hatukubebeshwa mizigo kama hiyo. Kilo 20, 15, makaunta buku zaidi ya 15. Mtoto kayabeba mgongoni kila siku. Mtoto huyu inafika Jumapili anakuambia ninakwenda kufanya mtihani. Madrasa mtoto huyu hana. Atamjua saa ngapi Mola wake mtoto huyu? Atamtambua vipi Mungu wake mtoto huyu? Atakutambua vipi haki zako wewe mzazi mtoto huyu? Fikira zake zote zimelala kwenye madaftari mtoto huyu. Kesho na mzigo wa kubeba asubuhi, jioni na mzigo wa kurudi nao nyumbani. Na tunawaona, si walimu wala si wazazi, na tumeridhia kuona kwamba ndio elimu bora. Ndugu zanguni, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba inna Allaha sa'ilun kulla ra'in amma stara'ahu, Allah atakwenda kumuuliza kila mchunga kwa kile alichokichunga. Jiandae kwenda kujibu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo tupongeze viongozi, tusiwe wachoyo pia vile vile kwa hii kuzuia michango mashuleni, kuwapata watoto siku za Jumamosi angalau, na Jumatatu mpaka Alhamisi kurudi saa 8:30 saa 9 tunaona watoto wanakuja madrasa. Tunashukuru Mungu kwa hilo. Tuseme wazi, Allah akubarikini, akujaleni kila la kheri viongozi wetu mliotoa kauli hiyo, lakini bado hatujafanya kazi na bado hatujarekebisha. Ni mwanzo wa marekebisho. Jamani, kutengeneza kizazi kilichokuwa bora, kutengeneza jamii iliyokuwa bora, ni lazima jamii hiyo iwe inamtambua Allah na Mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vinginevyo tutatengeneza viongozi wala rushwa, tutatengeneza viongozi wabadhilifu, tutatengeneza wahuni wa mitandao ambao wakikaa kazi yao ni kuchezea mitandao, wanakuambia
mimi ndio mzee mwenye nyumba, nitumie ile kodi yangu kwenye namba fulani. Ukiangalia sio mwenye muhusika, ni mtu amekaa kwenye mtandao, na mashallah maskini ya Mungu anapatikana wale wajinga wasiojua. Inaingia message tarehe za mwisho wa mwezi, unakuta anadaiwa kodi. Kwa mfano, unaona message tap imeingia, kutizama ile kodi, ingiza kwenye namba hii, namba yangu ile ina matatizo kadha kadha kadha. Huenda ndio muda wako wewe wa kutuma kodi kweli, unashangaa unatuma kodi kule miezi 3, miezi 6, kumbe umetapeliwa. Ndio vizazi tunavyovitengeneza hivi. Ile namba umeomba simu, umeomba pesa na mzazi wako kwa kijijini uko maskini ya Mungu, amekulilia shida mzazi wako, huenda ni shilingi 5,000 10,000 tu utume kwa mzazi. Muda ambao unataka kumtumia mzazi wako, mara message inaingia, hiyo hela naomba ingiza kwenye namba hii, namba yangu ile ina kadha. Unatuma pesa kwa mzazi, kumbe sio mzazi wako. Hivi ndio vizazi tunavyovitengeneza. Si kwamba kuwaweka shule muda mrefu saa 12 asubuhi mpaka saa 1 jioni ndio wanajua sana kusoma. Tunatengeneza bomu ambalo kwamba litakuja kutudhuru wenyewe na jamii haitokuwa salama. Qultu ma qultu wa astaghfirullah ma qultu fastaghfiruhu lima sami'tumuhu. Alhamdulillah al-fa'il al-mukhtar, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin safawatul abrar, wa ashhadu an la ilaha illa Allah al-wahid al-ahad, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan rasulullah as-sayyid as-sanad. Usikum ibadallahi wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun. يقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل الإسلام والمسلمين وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم اجعلنا تائبين وفي عفوك راغبين، فعملنا بإحسانك وتولنا بنصرك، وولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم اجعل هذا البلد من مطمئنا، وأمنا في أوطاننا ولا تفتنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وقض حوائجنا وحوائج جميع سائرين المسلمين، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم بارك لنا في أزواجنا وذريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا في أزواجنا وذريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا في أزواجنا وذريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.